Uturuki imeitaka Marekani kupuuza shinikizo la Israel. Waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Hakan Fidan ameitaka Marekani kupuuza shinikizo la Israel la hatua ya kijeshi dhidi ya Iran. Katika mkutano na waandishi wa habari siku ya Ijumaa na mwenzake wa Iran Abbas Araghchi huko Istanbul, Hakan Fidan amesema wanaona kwamba Israel inajaribu kuishawishi Marekani kuanzisha mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran. Ameongeza kuwa juhudi hizo zina uwezo wa kuharibu kabisa uthabiti unayoyumba wa kanda na kwamba anatumai Marekani itatumia busara na kutoruhusu hilo kutokea. Waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Uturuki Hakan Fidan amesema kwanza tena kwa mazungumzo ni muhimu ili kuepusha vita vibaya. Vyombo vya habari vya Uturuki vimeripoti kuwa Rais Recep Tayyip Erdogan amependekeza mazungumzo ya ngazi ya juu ya pande tatu na Rais wa Marekani Donald Trump na Iran ili kutuliza mzozo huo. Araghchi amethibitisha kuwa Iran iko tayari kwa mazungumzo, lakini masharti ya haki na usawa, huku akisisitiza kuwa nchi yake inakataa mazungumzo yoyote juu ya uwezo wake wa ulinzi. Hata hivyo, moja kati ya mambo ambayo Marekani wakati huu inasisitiza ni suala hilo ambalo bado limekuwa ni kizungumkuti kwa Iran, na kwamba hawapo tayari kuona kwamba wanaachana na mpango wao wa nyuklia. Katika mkutano huo, Abbas Araghchi aliongeza kuwa ningependa kuweka wazi kabisa kuwa masuala yoyote yanayohusiana na ulinzi wa Iran hayatakuwa sehemu ya majadiliano. Sidhani kama kuna nchi iliyo tayari kuweka rehani ulinzi na usalama wake kwa mtu yeyote. Usalama wa watu wa Iran haumhusu yeyote, na hatutatunza na kutanua uwezo wetu wa ulinzi kwa namna yoyote ili kuilinda nchi yetu, alisema Araghchi, hasa katika kipengele ambacho Israel imekuwa ikishinikiza Marekani kwamba Iran isiwe na makombora ya masafa marefu. Abbas Araghchi ameweka bayana kuwa wao wapo tayari kwa ajili ya mazungumzo, lakini hawahitaji kuona mazungumzo yanayoegemea upande mmoja. Kauli hiyo ya Araghchi imetolewa siku ya jana baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kutishia kuishambulia Iran kama haitarejea kwenye mazungumzo ya nyuklia na kufikia makubaliano. Akijibu vitisho hivyo, Araghchi amesema kuwa Tehran iko tayari kwa vyote, iwe vita ama mazungumzo. Kwa upande wake, waziri wa mambo ya nje wa Uturuki ameeleza kuwa ameshazungumza na mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff na ataendelea kuzungumza na maafisa wa Marekani kuhusu suala la Iran. Pamoja na hayo, ameitaka Washington ikatae shinikizo la Israel la kuishambulia Iran, akionya kuwa kufanya hivyo kutahatarisha zaidi hali katika eneo la Mashariki ya Kati. Washirika wa kikanda ikiwemo Uturuki, Umoja wa Falme za Kiarabu na Saudi Arabia wamekuwa wakifanya juhudi za kuzuia makabiliano ya kijeshi kati ya nchi hizo mbili. Mapema Alhamisi, Trump alilegeza msimamo na kusema kuwa anafanya mazungumzo na Iran na kwamba ametoa nafasi ya uwezekano wa kuepuka makabiliano ya kijeshi na taifa hilo la Kiajemi. Ametoa kauli hiyo muda mfupi baada ya kutuma manowari ya kivita katika Mashariki ya Kati na kutoa onyo awali kuwa Tehran haina muda tena. Wakati huo huo, Iran imetangaza kuwa inapanga hatua ya kisasi kwa kuyaweka majeshi ya nchi za Umoja wa Ulaya kwenye orodha ya makundi ya kigaidi. Hayo yanajiri ikiwa ni siku moja tu tangu mawaziri wa umoja huo walipolijumuisha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran katika orodha ya makundi ya kigaidi sawa na kundi la Al-Qaeda na IS. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni kile ambacho taifa la Uturuki limeieleza Marekani iachane na mpango wa kuisikiliza Israel ambayo inazidisha mzozo kati ya Iran pamoja na Marekani. Endelea kuwa nasi, mimi ni Adam Hussein, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili uweze kupata habari hizi kwa mapana kupitia The World News.